Katika wilaya ya Temeke ndani ya shule ya msingi Charambe, mapinduzi ya kimya kimya yanaendelea. Si mapinduzi ya madarasa pekee, bali ya nishati inayopikia chakula cha wanafunzi kila siku. Mahali ambapo moshi ulikuwa sehemu ya maisha ya kila siku, sasa umeondoka, ukitoa nafasi kwa jiko safi, mazingira salama na matumizi yenye tija. Mabadiliko haya yanaakisi dhamira ya serikali kupitia mkakati wa taifa wa nishati safi ya kupikia wa mwaka 2024 hadi mwaka 2034 ambao unalenga kuongeza matumizi ya nishati safi katika kaya, shule na taasisi mbalimbali, kupunguza utegemezi wa kuni na mkaa, kulinda afya za wananchi na kuhifadhi mazingira kwa vizazi vijavyo. Mwalimu Elizabeth Muganga ni mkuu wa shule ya msingi Charambe. Shule yetu iko wilaya ya Temeke, kata ya Kirungule. Ina jumla ya wanafunzi 3233. Wanafunzi takribani nusu ya wanafunzi hawa wanakula chakula shuleni. Wanakunywa uji asubuhi na wanakula chakula cha mchana. Shule yetu tulikuwa tunapikia kuni kuandaa chakula hicho, ambazo kwa kweli tulikuwa tunatumia gharama kubwa kuandaa chakula kwa kutumia kuni. Kwa wiki tulikuwa tunatumia karibu 120,000 kutafuta kuni na kupika kwa gharama kwa chakula kwa idadi hiyo ambayo nimeisema, lakini kwa sasa hivi tunatumia 21,000. Kwa hiyo tumepunguza kiwango kikubwa sana cha gharama. Kupungua kwa gharama za kuni ni sehemu tu ya mafanikio. Zipo faida ambazo haziishii kwenye fedha pekee: afya ya wapishi, usalama wa wanafunzi, muda wa kupika, pamoja na mchango katika uhifadhi wa mazingira. Haya ni manufaa ambayo shule imeanza kuyaona tangu ilipoanza kutumia gesi. Kuni, upatikanaji wake ulikuwa ni mgumu. Kuni pia zilikuwa na athari kwa sababu jiko letu, kutokana na ufinyu wa eneo, haliko mbali sana na madarasa. Kwa hiyo liko jiko ambalo tunatumia kupikia kuni liko karibu na madarasa. Kwa hiyo ule moshi wa zile kuni ulikuwa na athari pia watoto. Kwa hiyo tunapikia kuni, lakini moshi ulikuwa na athari watoto. Wakati mwingine tunapata kuni mbichi, chakula kiivi kwa wakati. Wakati mwingine tunapata kuni kwa shida sana, chakula kinachelewa. Gesi imekuja na faida zake nyingi tu baada ya kuamua kutumia gesi. Cha kwanza kabisa, tumeweza kuboresha mazingira. Mazingira ambapo tunatumia kuni ni jiko la kawaida kabisa, lakini sasa tumejenga jiko zuri ambalo chakula kinapikwa mle kwa usafi. Lakini la pili, chakula kinaiva kwa wakati. La tatu, ule moshi tena ambao ulikuwa unasumbua kiafya kwa wanafunzi na wapishi na hata walimu pia na maana watu wanaozunguka maeneo haya. Sasa ile athari pia imekwisha kabisa kwa watoto wetu. Watoto hawavimbi macho na chakula wanakula kilichokuwa kisafi na salama. Lakini mabadiliko haya yanaeleweka zaidi ukizungumza na wale walikuwa wakikabiliana na moshi kila siku ndani ya jiko. Kwa majina anaitwa Flora John, ni mpishi katika shule hii ya msingi ya Charambe iliyoko katika wilaya ya Temeke. Tangu nimeanza kupika katika shule hii na takriban kama miaka 6. Kipindi chote tulikuwa nikipika hapa nilikuwa natumia nishati ya kuni. Lakini kwa sasa hivi nimeletewa nishati ya gesi. Utofauti wakati ya gesi na kuni upo mkubwa sana. Kwa sababu kwa upande wa kuni, kwanza unatumia muda mwingi kuanza kuwasha moto, pengine unakuta kuni labda zina maji, zinazimika. Kwa hiyo unachukua muda mrefu sana mpaka kuwasha huo moto kwa ajili ya kuanza kupika. Lakini katika upande wa gesi inakuwa ni rahisi sana. Yaani ina maana ni unafika tu unawasha na unaanza kupika na unamaliza kwa wakati. Tangu nimeanza matumizi ya gesi yamepunguza changamoto kwa kiasi kikubwa. Kwa sababu kwanza hata mimi mwenyewe sichafuki, nakuwa msafi muda wote. Hata vyombo unavyovitumia mfano kama masufuria yanakuwa ni masafi. Halafu pia nilikuwa pia nakuwa na changamoto ya macho. Lakini toka nimeanza kutumia gesi naona imepungua kwa kiasi kikubwa. Kwa mujibu wa Shirika la Afya Duniani, moshi unaotokana na matumizi ya kuni na mkaa ni miongoni mwa sababu kuu za magonjwa ya mfumo wa upumuaji, hususan kwa wanawake na watoto wanaotumia muda mwingi karibu na maeneo ya kupikia. Kilichofanyika Charambe si tukio la pekee, ni sehemu ya juhudi za kitaifa zinazounganishwa pia na ajenda ya maendeleo duniani. Matumizi ya nishati safi yanaunga mkono malengo ya maendeleo endelevu ya Umoja wa Mataifa, hususan lengo la 3 kuhusu afya bora, lengo la 4 kuhusu elimu bora
Lengo namba 7 kuhusu upatikanaji wa nishati safi na nafuu kwa watu wote, na lengo namba 13 kuhusu hatua dhidi ya mabadiliko ya tabia nchi, vilevile lengo la 15 kuhusu uhifadhi wa misitu na mazingira. Amos Mwamsumbule ni mkurugenzi wa chama cha wafanyabiashara wa gesi Tanzania TZLPGA. Kwa Tanzania bado tuko chini, manake kuna fursa kubwa sana kwenye gesi, ili watu tuna wimbi kubwa la watu wanaotumia nishati isiyokuwa safi, kuni na mkaa, bado watu wanatumia sana. Lakini hata kama serikali inakataza kutumia kuni na mkaa, bado tutaendelea kuona mkaa na kuni vinatokomea, kwa sababu kupata miti sasa hivi ni ngumu sana. Mimi kwetu ni Mbeya. Zamani wakati huo niko sekondari, nikienda nyumbani mama alikuwa anaweza akatembea mita 50 akapata kuni. Sasa hivi nyumbani kupata kuni inabidi uende zaidi ya kilomita 20. Kwa automatically hata kama serikali haijikukataza kutumia kuni, upatikanaji wake utakuwa mgumu. Na njia rahisi ambayo inafuata ni gesi. Hata sio umeme. Umeme utasaidia kwa watu waliokuwa mjini, lakini kwa watu wengi wa vijijini gesi ndio itakuwa solution. Mabadiliko ya kweli hayaishi kwenye sera pekee, yanahitaji ushiriki wa jamii nzima, wakiwamo wasanii, viongozi wa maoni na kila Mtanzania mwenye nafasi ya kuhamasisha matumizi ya nishati safi. Jina langu naitwa Abdalla Saidi Suleiman Mkumbila Chiwaula Chata Mwalimu Mdoka. Ukipenda unaweza kanita Mwogo Mchungu. Kimsingi ni kwamba ili swala ni swala kubwa sana, swala la nishati safi. Kwa sababu maana yake sisi wengi wetu hatuna budi kulisema tu, japo inaonekana kama ile neno kidogo lina mgogoro. Sisi wengi wetu tunatumia nishati chafu. Wale watu wa chini kabisa ambao ni watu wa vijijini, wao hutumia sana kuni. Na tunajua kabisa kwamba hususan kina mama wengi ndio kazi yao kupika. Tunaiomba serikali jitahidi bei ya gesi iweze kushuka. Kwa sababu gani? Mtu anaweza akaona kwamba ni rahisi kutumia kuni kuliko kutumia gesi kutokana na bei. Mimi kwa majina naitwa Rosemary Gaspar Kulwa, ni msanii wa filamu hapa nchini Tanzania. Mimi kama mdada, kama mwanamke, kutoka kwenye nishati chafu kuja kwenye nishati safi, kwanza kunapata uharaka, kwa sababu ilikuwa nishati chafu ilikuwa tunatumia muda mrefu sana, kama ile washe kuni, sijui ukatafute kuni, lakini nishati safi inafanya vitu kwa haraka sana. Napika vitu vyangu kwa haraka, naandaa, yani kifupi naenda na muda vizuri sana kuliko ambapo matumizi ya mwanzo ya nishati chafu. Jina langu naitwa Sultani Mohamed Mdima. Jina langu la sanaa naitwa Zungwa Milongo Zumai. Sisi kama wasanii tuna jukumu kubwa mbele yetu la kutengeneza michezo mbalimbali, kutengeneza content mbalimbali zitakazopeleka elimu kwa ajili ya matumizi ya nishati safi majumbani. Kwa jina mimi naitwa Yahya Jeneto, ni msanii. Tunaomba serikali isiishie mijini, iingie na vijijini, ikaendeleze ili swala la elimu, na wale watunga sera wasimamie kupunguza bei ya matumizi ya gesi kwa wananchi waliokuwepo vijijini, ili nchi iweze kupata nguvu kwa ajili ya kutunza mazingira katika dunia yetu ya leo. Kadri Tanzania inavyotekeleza mkakati wa nishati safi ya kupikia, kila shule, kila taasisi na kila kaya inayohamia kwenye nishati safi inakuwa sehemu ya safari ya kujenga taifa lenye watu wenye afya bora, mazingira salama yaliyohifadhiwa na maendeleo endelevu. Kama ilivyo kwa teknolojia nyingine yoyote, matumizi ya gesi yanahitaji elimu sahihi, uzingatiaji wa kanuni za usalama na matumizi yenye kuwajibika. Hata hivyo, kwa watumiaji wengi wa shule ya msingi Charambe, manufaa yaliyopatikana yamekuwa makubwa kuliko changamoto walizokutana nazo. Kwa kweli mpaka sasa hivi tangu nianze kutumia sasa karibia ni miezi 6 tunatumia gesi hii, tujapata changamoto ya kuhusu gesi, kwa sababu hata inapoisha tunapopata kutoa taarifa basi tunaletewa gesi. Sijakumbana na changamoto yoyote. Lakini pamoja na manufaa hayo, matumizi ya gesi yanahitaji tahadhari na kufuata kanuni za usalama ili manufaa hayo yaendelee kudumu. Mimi nitakuwashauri watu wanaokuwa wanatumia gesi waitumie gesi kwa uangalifu, kwa sababu ni nzuri lakini inaweza
inaweza ikabadilisha mazingira ya mtu pia. Kwa mfano, ukitumia vibaya inaweza ikakulipukia mwenyewe. Wawe pia makini. Kutoka Charambe hadi maeneo mengine nchini, safari ya kuelekea matumizi ya nishati safi tayari imeanza. Ni safari inayounganisha afya, elimu, uchumi, uhifadhi wa mazingira na utekelezaji wa mkakati wa taifa wa nishati safi ya kupikia pamoja na malengo ya maendeleo endelevu ya dunia, yani Sustainable Development Goals ama kifupi SDGs. Leo jiko safi linaokoa fedha, kesho litaokoa misitu, na kwa vizazi vijavyo linaokoa maisha. Mimi ni Dennis Mwasalanga.